Ndugu zangu, katika masomo tuliyosikia, somo la kwanza hasa na somo la Injili, tafakari yetu inabaki hapo, ambayo baadaye itatusaidia kumtafakari huyu ambaye tunamsherehekea leo, Mtakatifu Antoni wa Padua. Kuna mwandishi mmoja alisema, ninafahamu jambo moja, nalo ni kuwa mwanadamu yuko duniani kwa ajili ya wengine. Mwanadamu yuko duniani kwa ajili ya wengine. Anaendelea kusema, ninatambua mara nyingi jinsi maisha yangu yalivyotegemezwa na kazi za watu wengine, na hivyo ni lazima kujitahidi kurudisha niliyotendewa. Mwisho wa kunukuu hayo maneno ya huyu mwandishi. Katika kutendewa huku, Mungu hajamweka pembeni. Katika mengi tuliyopokea kwa Mwenyezi Mungu, kubwa ya yote ni upendo wake. Kubwa kuliko yote ni upendo wake. Yale maneno ya Mwenyezi Mungu kwa Musa ili awaambie wana wa Israeli katika somo la kwanza, nyie wenyewe, maneno ya Mwenyezi Mungu, nyie wenyewe mmeona jinsi nilivyowabeba kwa mbawa zangu na kuwaleta kwangu. Ninyi wenyewe mmeona jinsi nilivyowabeba kwa mbawa zangu na kuwaleta kwangu. Taifa hili la Israeli liko jangwani, linasafiri kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi, na sasa hivi wako chini ya mlima Sinai. Na kwa maneno haya wanaelewa jinsi alivyowaongoza jangwani, jinsi alivyowalisha pamoja jangwani, jinsi alivyowanywesha maji kutoka kwenye mwamba. Na anachosema Mwenyezi Mungu kwa taifa hili la Israeli kuhusu pendo lake, anasema kwetu pia. Hata tunafikia hapa leo, lazima tutazame na tuweze kuona upendo wa Mungu kwetu sisi, jinsi ambavyo ametubeba mara nyingi kwa mbawa zake na hata ametufikisha hapa. Maneno ya Yesu katika Injili tumesikia, alipowaona makutano aliwahurumia. Neno huruma, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa hiyo Yesu anawasikitikia mkutano, umati wa watu, wale wote waona njiani katika mitaa na vijiji, wanavyotaabika kama tulivyosikia, wenye ukoma, wenye pepo, wagonjwa wa kila aina, na hata watu wanaoomboleza kwa sababu ya wao. Haya yote aliyaona na aliyashuhudia, na aliwaonea huruma. Kuwaonea huruma haitoshi, na Yesu hakuishia kuwaonea huruma hawa watu, bali yeye aliacha utukufu aliokuwa na shiriki na Mungu Baba yake, akajivika binadamu wetu, akawa mwanadamu kama sisi,
akachukua umaskini wetu na udhaifu, akaonja hali yetu duni, akaonja hali yetu ya kukata tamaa kwa wingi, na kwa njia hiyo akajifanya mmoja wetu. Lakini kama vile haitoshi, akajifanya mchungaji. Ndio maana anasema mimi ni mchungaji mwema. Na kama vile haitoshi, akichukua muda wake huko karibuni, akawaita wengine na kuwashirikisha mchungaji huo. Ndio hao mitume 12 tuliowasikia. Anawashirikisha utume huo wanaume na wanawake mpaka leo kwenye kanisa. Hawa wote anawaita, anawashirikisha utume ili waendeleze kazi ya kuwaongoza watu wengine katika ubora, katika kuponya magonjwa, katika kuwaweka watu huru kwa yale yote yanayowaletea uchungu na mateso. Ndio kazi ya mitume na wale wote ambao wanamfuata Kristo, wafuasi wake. Ndugu zangu, hata leo hii tarehe 14 mwezi wa 6 2026, miaka 2026 sasa tangu zama za Yesu, hata leo hii katika mitaa, katika miji na katika vijiji, wako watu wengi wa kuwahurumia watu wenye njaa, wagonjwa wasio na uwezo wa tiba, wako wenda wazimu, wako wanaohangaika na pepo na mapepo, wako wanaohangaikia maisha wakienda na kurudi jioni na habari. Mitaani tunawasikia dawa fanya sunya fanya sijui kutwa kucha, wako wanaopita dada, na si kwamba kila siku wanauza, lakini wanarudi wako taabani. Wako wengi ambao maisha yao hayana maana sana. Ndio maana tunasikia watu wengine wamejitoa maisha, wamejitoa roho. Wako wengi ambao hawana hakika ya maisha yao sana. Hawa wote ni sawa na kondoo wasio na mchungaji. Ndugu zangu, tumesikia jinsi Kristo alivyowashirikisha wale 12 katika utume huo wa kuwahudumia watu, wa kuwasikitikia watu na kuwasaidia katika maisha yao yawe bora zaidi. Lakini mitume nao walikuwa na muda wao, lakini kwa karne na karne Kristo ameendelea kuita watu na kuwashirikisha utume huo, na ndivyo alivyofanya kwa Mtakatifu Antoni wa Padua, ambaye tunaona picha yake hapa, imepambwa vizuri sana kwenye sikukuu. Ndivyo Kristo alivyomshirikisha na yeye utume wake, ili na yeye aweze kuwasikitikia watu na kuwahudumia watu kwa zama zake, kwa nyakati zake. Tunapotizama maisha ya Mtakatifu Antoni wa Padua, yanaanza kwa kuguswa, kwa kuona baadhi ya wamisionari waliokuja Afrika kutoka Ulaya wameuawa kwa sababu ya imani yao, na yale masalia yao yaliporudishwa Ulaya kwa maziko, ndipo mara ya kwanza Antoni wa Padua anaguswa. Anasema, na mimi nataka niende huko Afrika, nikasikitikie watu, nikawahurumie watu wa huko, na hata nimfie Kristo, nifie imani yangu, niwe shahidi. Basi akafanya kila aliloweza
la kutumwa Afrika na katika historia yake, lakini akiwa njiani akaugua sana, akarejeshwa tena Ulaya, na akiwa kule kwa maana kwamba ashaikosa nafasi ya kuja Afrika, lakini sio mwisho wa maisha, sio mwisho wa utume. Viongozi wake wakaitambua karama yake, wakatambua vipaji vyake vya kuhubiri na kufundisha, kuhubiri na kufundisha. Nakumbuka katika Injili, Yesu mara nyingi umati wa watu ulimfuata kumsikiliza tu mafundisho yake mchana kutwa, bila hata kujihurumia, bila kusikia njaa. Hata kama walikuwa naye, walifurahi, walishiba mafundisho ya Yesu. Antoni wa Padua na yeye anasifika kwa mahubiri yake ambayo yalivuta watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Tunaambiwa hakuna kanisa lililoweza kubeba ile umati wa watu waliokuwa wakija kwake kumsikiliza kwa mafundisho, kwa mahubiri yake. Mahubiri yake yalikuwa na baraka sana, na hivyo yaliwavuta watu wengi. Ndugu zangu, pamoja na kuhubiri, pamoja na kufundisha, Antoni wa Padua alikuwa na karama na kipaji cha miujiza. Ndio ile Yesu anasema, na katika kuenenda kwenu hubirini. Haitoshi kuhubiri, pozeni wagonjwa. Alipoza wagonjwa Antoni. Fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Alifanya hayo yote. Toeni pepo. Alifanya miujiza mingi Mtakatifu Antoni kwa zama zake, lakini hata leo wale ambao wana imani kwa Mtakatifu Antoni, hata leo anatenda miujiza mingi. Kumbe hii uwezo wa Yesu aliupokea, karama ya Yesu ya kuponya alipokea, kutoa pepo alipokea, na alitendea haki. Ndugu zangu, sio miujiza tu, tena miujiza ambayo ilikuwa nawaongoa watu hata ambao walikuwa wameacha imani yao, hasa imani Katoliki. Wengi waliguswa wakarudi katika kanisa Katoliki. Kumbe matatizo haya kama imani haijaanza leo, yapo tangu zamani zile, lakini wengi walirudi kwenye kanisa Katoliki baada ya kumsikia Mtakatifu Antoni wa Padua. Na sio hiyo tu, maadui sugu walipatana baada ya kumsikiliza mafundisho yake. Wezi wala riba walirudisha mali haramu baada ya kusikiliza mafundisho yake. Wanaosingizia wengine na wachongezi, wanaochongea wengine, walitubu na kuomba radhi kwa mafundisho yake, kwa mahubiri yake. Mtakatifu Antoni alikuwa na nguvu ya kutetea ukweli wa imani Katoliki. Ndio maana Papa Baba Mtakatifu Gregori wa 9 alimuita sanduku la agano. Pamoja na hayo yote, Mtakatifu Antoni alikuwa mtu wa sala. Ikiwa nikosa nafasi mchana kwa sababu ya kufundisha, kwa sababu ya kuunganisha, kwa sababu ya utume wake, jioni, usiku alitumia kwa ajili ya sala, kwa ajili ya kuungana na Mungu Baba ambaye alijua kabisa kwamba ni kwake alichota hiyo nguvu, ni kwake alichota hiyo neema. Na siku moja usiku au jioni ya kuchelewa au usiku wa mapema, mwenyeji mmoja alimtembelea chumbani mwake
kwenye kanisa chake alichokuwa nasali, na akamkuta Anthony mikononi mwake amempakata mtoto mzuri wa ajabu aliyezungushiwa mwanga wa mbinguni. Na mtoto huyu kwa hakika ni mtoto Yesu. Ndio maana tunaona picha Mtakatifu Anthony kila wakati kapakata mtoto mchanga. Huyu mtoto mchanga ni Yesu Kristo. Basi yote haya yanaonyesha ukaribu wake na Yesu Kristo, muungano wake na Yesu Kristo. Na hapa bila shaka ndipo tunachota na sisi mafundisho makubwa: kusali, kwa watu wa sala, kuungana na Kristo, tukijua kwamba sisi ni wafuasi wake, lazima tuungane naye atupe baraka. Manake hata ukitenda kazi sana unachoka. Unakumbuka story moja, Yesu alikuwa akitembea na mama mmoja akapita nyuma yake, akagusa upindo wa vazi lake, na Yesu akasikia nguvu zimemtoka. Akauliza, nani amenigusa? Basi katika kutenda nguvu zinatoka, lazima tuzirudishe. Tumuombe huyu anayetupa hizo nguvu za kimungu atujaze tena, kama vile gari inapotembea mafuta yanaisha, na umeenda kama kwenye vituo vya mafuta kujaza mafuta, na hivyo lazima kurudi kwa Kristo mara kwa mara kuchota nguvu tena za kiroho. Kwa njia hiyo tutabaki waaminifu kwake, tutabaki waaminifu katika imani, na hasa imani Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo.